Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala al-Mustafa Sayyidina Muhammadin uri shurafa, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada za rehma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu Waislamu na hata wale ambao wasiokuwa Waislamu, siku ya leo biidhnillahi taala tunakuja kwenu tena na somo na darasa zuri kabisa. Kwa atakayefuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho, basi nina imani kuna faida kubwa sana siku ya leo atakwenda kuipata. Leo mada inasema, unapoingia katika mji mpya ama unapoingia katika nyumba mpya au na kipando kipya umekipata, basi kabla hujatembea katika gari hiyo, kabla hujapanda katika pikipiki yako, gari yako, hujaingia kuihamia katika nyumba yako, ama umehama mji mmoja kwenda katika mji mwingine kikazi. Mfano wewe ni mkazi wa hapa Dar es Salaam, lakini ukahamishwa wewe kikazi kupelekwa Arusha. Basi unapoingia katika ule mji, inshallah, katika makazi mapya, jambo la kwanza, soma dua hii ama soma aya hizi mara 7. Ama la, wewe umetoka hapa umekwenda katika mji mwingine, ndio kama unavyosema hivyo, basi cha kwanza kabisa unapoingia soma hizi aya 7. Au unapohamia katika nyumba yako mpya, makazi mapya, basi soma aya hizi mara 7. Inapendeza kama utafanya hivyo, inshallah, kila unalofanya ukamkabidhi na kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ziko baadhi ya nyumba zimekaa muda mrefu baada ya kujengwa, zimekaa miaka 2, miaka 3, mpaka zingine zinakuwa makazi ya mashaitani, mpaka nyingine zinakuwa makazi ya wachawi. Basi unapoingia anza na dua, soma hizi aya inshallah mara 7, kisha baada hapo mwachie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jitahidi sana ndugu yangu katika imani kufanya hivyo. Nitakusomea hizi aya mara 2 kila moja, ili iwe rahisi wewe kuzinasa na kuweza kuzishika, na imani baada ya hapo utakwenda kuzifanyia kazi. Na nitakupa kisa kimoja hapa. Kuna mtu alihamia katika nyumba, alikuwa Dodoma ile, jenga nyumba nzuri, tena nyumba alikuwa amenunua kwa karabati. Ile bwana baada ya kuingia katika ile nyumba, kila siku anasikia anaitwa. Muda mwingine na mke wake amelala kitandani, ajikuta yuko nje ya nyumba yake. Alikuta mauza makubwa sana katika nyumba yake. Lakini walilahi alhamdu, baada ya visomo kufanyiwa sana, ndio ile hali kaenda ikapotea. Hii maana yake nini? Hii maana yake tunapoingia katika nyumba mpya, basi tujitahidi sana kusoma dua. Inshallah twende tukazisome hizi aya, na kisha baada hapo tuzieleze zinapatikana wapi, sura gani, ili yule ambaye atakayependa kwenda kuzitafuta basi akazitafute mwenyewe. Ya kwanza kabisa ni hii inayosema, waqul rabbi udkhilni mudkhila, waqul rabbi adkhilni mudkhila sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Narudia tena hii aya, waqul rabbi adkhilni mudkhila sidqin wa akhrijni mukhrajan sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Narudia tena hii aya, waqul rabbi adkhilni mudkhila sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Hiyo ya kwanza. Ya pili ni hii, waqul jaa al-haqq wa zahaqa al-batila innal batila kana zahuqa. Waqul jaa al-haqq wa zahaqa al-batila innal batila kana zahuqa. Hiyo ni ya pili. Hii ya kwanza ni Surat Isra aya nambari 80, na ya pili vile vile sura hiyo Surat Isra aya 181. Unafanyaje hizi aya ndugu yangu katika imani? Kuna mambo mawili unaweza ukafanya. Jambo la kwanza, utazisoma kama kawaida kuzisoma unapohamia katika nyumba mpya.
unapoinunua labda gari mpya au sijui umenunua pikipiki mpya, utasoma kwa njia ya kusoma. Lakini njia ya pili, unaweza ukasoma katika maji yaliokuwa mengi, maji ya kwenye ndoo, kwenye jagi, kwenye nini. Alafu ile maji walillahi alhamdu, baada ya kusomea, kama ni nyumba yako mpya basi ukamwagia katika nyumba yako ile mpya, ama kama ni gari basi ukalinda kulioshea lile gari lako kwa kulimwagia ile maji ya dua ambayo kwamba umesomea aya hiyo, bismillah taala. Kwa hiyo zichukue hizo na nenda kazifanye kazi, na zina faida kubwa sana kama utakuwa umezifuatilisha katika swala zima la kusoma. Nimesema unasoma mara 7. Sasa mara 7 hii unaweza ukazisoma zote kwa pamoja mara 7, ama ukasoma moja mara 7. Itakuwa ni vizuri kama utafanya hivyo. Inshallah nafikiri mpaka hapo utakuwa umenielewa. Kwa yule ambaye mwenye kutaka kuzichukua basi anaweza akazichukua na akaenda kuzifanyia kazi. Ili mradi tu kwamba anapoingia katika nyumba mpya, anapoingia katika mji mpya, basi afanye dua hizo na asome ya hizo. Itakuwa ni vizuri sana, kwa sababu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine unaelewa mitihani yake, ujui mazingira mji yule, ama nyumba umejenga imekaa muda mrefu, ujui viumbe gani ambao wanaishi katika manyumba yetu haya. Kwa hiyo ukisoma na dua inakuwa ni nzuri sana. Inshallah mimi nafikiri mpaka hapo nitakuwa nimeeleweka vizuri. Yule ambaye sielewa basi anaweza comment hapo chini swali lake na atakwenda kujibiwa biidhnillah taala. Lakini yule ambaye atakuwa ameelewa basi inshallah comment hapo, andike neno inshallah, huyo atakuwa ameelewa inshallah. Baada ya kusema hayo, kwa leo tuishie hapa. Tukutane kipindi kijacho na katika darasa lingine lijalo la wakati mwingine inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.